Ndio. Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Nataka niongee ili mpate kunielewa. Nisikie. Amen. Kwa habari ya mwanamke kuwa kiongozi. Biblia hapana mahali popote au kitabu chochote cha dini, iwe ni Kiislamu, iwe ni Ukristo, kwamba mwanamke awe kiongozi, mfalme, mtawala. Hakuna. Hata kuwa imamu, kuwa shehe mwanamke. Hakuna. Hata kuwa mchungaji mwanamke. Hakuna. Mwanamke anapewa kitu kimoja, viwili tu. Kuwa nabii na kuwa mwalimu, kuwa mwinjilisti. Hajaruhusiwa kuwa mwalimu. Hajaruhusiwa kuwa askofu. Lakini leo watu mnalazimisha wanawake wawe wachungaji, wawe maaskofu. Huo ni ushetani ambao shetani ameupitisha kwenye fikra zenu ili muendelee kumkosea Mungu. Nilisema hivi, mwanamke amepewa muda mchache, ameruhusiwa kuwa mchungaji kwa kipindi kifupi ambacho mwanaume hayupo au mwanaume hajapatikana. Nikatoa mfano hivi, mwanamke unahubiri eneo ambalo hakuna kanisa. Mungu anakuambia fungua kanisa, anzisha kanisa. Maana yake wale watu wapate sehemu ya kuabudu, sehemu ya kusali. Kisha ukishapatikana watu wa kuongoza ibada, watu wameshapatikana wa kugawana majukumu, unakabidhi. Wewe unasimama kwenye nafasi yako ya uinjilisti. Amen. Bwana asifiwe. Hapo utakuwa umefanya kazi ya Mungu vizuri. Lakini ukijipeleka kuwa mchungaji, kwamba kwa sababu nimelifungua mimi ile kanisa ni la kwangu, uendelee wewe ukae tu mchungaji miaka 10, miaka 20. Hapo unakuwa umemkosea Mungu. Yaani umeanza vizuri na Mungu lakini mbele umeenda kuharibu. Umejichafua. Ndivyo ilivyo kwa Samia. Upewa muda mchache kwa sababu ya Magufuli. Alifia kwenye nafasi yake. Ukapewa muda, ukapewa ili ushikilie nafasi hadi mwisho wa ile nafasi utakapofika. Hilo Mungu alikuruhusu. Sawa. Hilo kwa Mungu lilikuwa ni halali na ni haki. Lakini sasa ukija kwenye uchaguzi, unataka kwamba wewe ndio uwe mfalme, kuongoza watu. Hakuna kitu kama hicho. Mungu hajawahi kufanya kitu wala hajawahi kuruhusu mwanamke kuongoza kuwa mfalme. Kama vile mfalme akifariki, akifa, malkia ndo anabaki au mtoto wa malkia ndo anatawala. Hata angekuwa na miaka 10 au 15. Kwa sababu mwanaume ndo amepewa kuwa kichwa, kuongoza, na mwanamke amepewa kuwa msaidizi. Kwa hiyo mwanamke akiwa mtawala, akiwa mfalme, maana yake lazima kuna mwanaume anayemuongoza nyuma yake. Hawezi kujiongoza yeye kama yeye, kwa sababu imeshaandikwa. Hakuna mtu wa namna hiyo. Hakuna sheria hiyo duniani na mbinguni, ila nyinyi mnalazimisha, na wewe unalazimisha. Kwa hiyo ndio maana umepewa muda kidogo kwa ajili ya mjumbe wa agano, kwa ajili ya kuzika wenzio, ili yale ambayo tunazungumza yatimie na kila mtu ayaone na utukufu wa Mungu uonekane. Basi, lakini hujapewa ili uwe uongozi. Kwa maana tumekwambia miaka 3, miaka 5 haifiki, hata miaka 2 haifiki. Amen. Uwe na hekima, ujue Mungu anataka nini.